Hujambo na nikukaribisha tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atamjibu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuhusu mpango wa amani wa ukanda wa Gaza. Rais huyo wa Marekani amesema kwamba moja kati ya jambo ambalo bado limekuwa ni kizungumkuti ni kauli zilizotolewa katika siku za hivi karibuni na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuhusu ukanda wa Gaza. Rais huyo amesema hivi karibuni atajibu kauli za Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu za kukataa mpango wa amani wenye vipengele 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Akijibu maswali ya waandishi wa habari ndani ya ikulu ya Marekani, amesema atachapisha majibu yake kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Nitachapisha jibu langu huko. Ni jibu zuri. Nitalichapisha huko, Trump amesema. Amesema pia uhusiano wake na Netanyahu bado ni mzuri sana, licha ya kwamba kumekuwa na tofauti katika kukubaliana juu ya baadhi ya mawazo fulani. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na kusitishwa kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza angalau kwa kiwango fulani, jambo ambalo Hamas lilitaka wakati ilipokubali mpango wa vipengele 15 unaoungwa mkono na Marekani. Pia kuna dalili nyingine kwamba Israel iko tayari kuendeleza mpango wa amani wa Rais wa Marekani Donald Trump kwa ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na maandalizi ya kupelekwa kwa kikosi cha kimataifa cha kuleta utulivu ISF, kikosi kinachoundwa na wanajeshi kutoka nchi mbalimbali, na mpango ni kwamba watashirikiana na kikosi kipya cha polisi wa Palestina katika kuhakikisha usalama wa eneo hilo. Ujenzi wa kituo cha kwanza cha ISF bado unatarajiwa kuanza mwishoni mwa mwezi huu miongoni mwa magofu ya Rafah kusini mwa Gaza, kwa mujibu wa redio ya umma ya Israel Kan News. Hatua hiyo itawezesha hatimaye kuanza kwa ujenzi upya wa eneo hilo. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu katika siku za hivi karibuni alisema kwamba hakubaliani na mpango huo ulioletwa na Rais wa Marekani Donald Trump, mpango wa amani katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, amesema kwamba moja kati ya mambo ambayo wakati huu inayaona ni juu ya kile ambacho kinaonekana ni kama kuwapa nguvu Hamas, na moja kati ya jambo ambalo waziri mkuu huyo amelikataa ni kuondoa vikosi vya Israel katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Kadhalika amesema kwamba ikiwa Israel itaondoa wanajeshi wake, lazima kwanza Hamas inyang'anywe silaha, si tu silaha za hatari, silaha zote walizokuwa nazo wanapaswa kunyang'anywa, na hapo ndipo ambapo jeshi la IDF la Israel litafanya maamuzi ya kuondoka katika ukanda wa Gaza na kulikaribisha jeshi jipya la kimataifa ambalo litashirikiana na polisi wa ukanda wa Gaza wa Palestina. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.